Hamjambo mtazamaji wa Kivu Morning Post TV na karibu kufuata taarifa hizi za habari. Kwanza muktasari. Wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo wanadai kuchukua Rugezi inayopatikana pa Basimukuma katika mtaa wa Fizi huko Kivu Kusini. Hii ni baada ya mapigano ya usiku na wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23. Takriban watu wawili waliuawa na mwingine kuumizwa vikali wakati wa uvamizi wa watu wasiojulikana wenye silaha katika kata ya Kabindula pa Uvira katika jimbo la Kivu Kusini. Pia maduka mengi yaliporwa kulingana na shirika la raia ya mahali. Maaskari wa FARDC waliokimbia Goma pa Beni wanawalilia viongozi wakuu wa Kinshasa. Wanaomba msaada wa chakula na ya kuwasafirisha pa Kisangani. Hii ni baada ya kulala katika uwanja wa ndege wa Mavivi bila kula na bila kulipwa miezi 4. Wapiganaji wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la Kongo wanadai kuchukua Rugezi pa Basimukuma katika mtaa wa Fizi. Kulingana na duru za usalama, wanamgambo wa wazalendo waliuteka tena mji huo baada ya mapigano ya usiku na wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23. Maelezo na Heriti Baraka. Wazalendo wa wanajeshi wa jemadari Ngoma Nzito Bilozi Bishamuke walipambana usiku wa kuamkia Jumatatu hadi leo Jumanne Mei 20 na waasi wa Twirwaneho wanaoungwa mkono na AFC M23 katika mtaa wa Rugezi mkoani Basimukuma sekta ya Mutambala. Wapiganaji hawa wazalendo walifanikiwa kuwaondoa adui eneo hizo katika maeneo yote ya Rugezi. Saa 6 jioni mapambano yaendelea katika eneo ya Namurumwa na maeneo yanayozungukwa na adui, alituambia Aimable Nabulizi, msemaji wa wazalendo eneo hiyo. Kutekwa kwa Rugezi kumekuja baada ya saa 24 za mapambano kati ya wapiganaji wa Twirwaneho wanaoungwa mkono na AFC M23 wakipigana na wazalendo wanaoshirikiana na jeshi ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na jeshi ya Burundi. Mapigano makali yamezuka tangu Jumatatu Mei tarehe 19 mwaka huu katika eneo la Fizi jimboni Kivu ya Kusini. Mapigano pa Rugezi yamesababisha mvutano mkubwa katika eneo hilo. Wazalendo wa jemadari Ngoma Nzito wanakabiliana vikali na waasi wa Twirwaneho AFC M23. Kundi MRDP Twirwaneho litangaza kuwa halitaacha hatua hata kama kuwalinda wakaaji wasiokuwa na hatia dhidi ya mashambulizi ya vikosi vya serikali vikishirikiana na wanajeshi wa Burundi. Licha ya mazungumzo mjini Doha, mapigano makali yaendelea katika vijiji kadhaa vya jimboni Kivu ya Kusini kati ya waasi ya AFC M23 Twirwaneho na jeshi la Kongo linaloshirikiana na wazalendo na jeshi la Burundi. Takriban watu wawili waliuawa na wengine kujeruhiwa wakati wa uvamizi wa watu wasiojulikana wenye silaha katika mtaa wa Uvira jimboni Kivu Kusini. Hali hii ilitokea katika kata ya Kabindula. Shirika la raia la mahali inaeleza kuwa maduka kadhaa yaliporwa wakati wa uvamizi huo. Maelezo naye George Ben Muhima. Watu 3 wamepigwa risasi, 2 wamefariki dunia na 3 amepelekwa katika hospitali kuu kwa matibabu. Tukio hili limetokea leo Jumatatu tarehe 19 Mei saa 3 usiku katika mtaa wa Kabindula eneo la Kalundu, kwa muajibu wa Lugambo Sindano, kiongozi wa shirika la raia la mji wa Uvira. Alieleza kuwa majira ya saa 12 jioni katika mtaa huo vibanda na nyumba kadhaa zilivamiwa na kuibwa.
Matukio haya ya uporaji na vurugu yanaendelea kurudiwa mara kwa mara mjini na wilayani Uvira, alisema jamii ya kiraia kwa masikitiko. Kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa, hali ya usalama mjini Uvira si nzuri. Kumekuwa na mapigano ya mara kwa mara kati ya jeshi la Kongo na kundi la wazalendo wanaopigana katikati ya mji. Vyanzo huru ambavyo havikutaka kutaja majina vinawalaumu waasi wa wazalendo wanaoshirikiana na jeshi kwa kuwa nyuma ya mauaji na uporaji ya raia. Serikali ya Burundi imekataa kuingia kwa raia 8 wa Kongo wanaoshitakiwa kusafiri na vyeti ambazo hazimesahiniwa na viongozi ambao hawafai wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Haya ndiyo yanayofichuliwa na taarifa rasmi kutoka kwa Tume Kuu ya Uhamiaji ya Burundi tarehe 7 Mei 2025 na kusainiwa na kamisheni ya uwanja wa ndege. Maelezo na Blaise Basabose. Kwa mujibu wa sheria kwa kipengele kia 5 sheria ya tarehe 25 Novemba mwaka 2021 imesimamia uhamiaji nchini Burundi. Kuingia katika eneo la taifa kunakatazwa kwa watu waliobeba hati zilizokubalika, imesema taarifa hiyo rasmi. Watu waliokatazwa kwenye horoza hiyo ni Machumu Mushayuma Gloire, Mambo Inakazirwa Titi, Ntumba Kateta Sylvain, Bwemera Mungwete Josue, Buhinda Jean Bosco, Kulimushi Muhaja Gilan, Kulondwa Bienda Jean-Claude na Mambo Merci, wote wa raia ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, sababu ya kunyimwa kuingia nchini ni kutumia hati za kusafirisha zenye mihuri ya kutoka eneo zinaokabiliwa na makundi yenye kumiliki silaha, humo wakisheta kidole Alliance Fleuve Congo AFC M23, kundi la wanasiasa linaoungwa mkono na Rwanda kwa mujibu wa serikali ya Kinshasa. Hatua hiyo ya Burundi inaonekana kama ishara ya kuunga mkono msimamo wa Kinshasa, ambayo inaomba jaribio lolote la kutotambua mamlaka zinazotokana na M23 kama uvamizi wa mamlaka la taifa la Kongo. Maskari wamoja wa FARDC waliokimbia Goma na kujielekeza pabeni baada ya kuingia kwa AFC M23 mjini Goma wanaomba msaada wa chakula na ya kuwapeleka Pakisangani. Wengi kati yao hawajakula na hawajalipwa miezi 4. Hawa wanalala katika uwanja wa ndege wa Mavivi na wanatarajia kufika Kisangani. Wanalalamikia wakuu viongozi huko Kinshasa kuhusu hali yao mbaya. Liwali wa Kivu Kaskazini anayekuwa Beni alizungumza hii siku ya pili na wafanyakazi katika sekta ya barabara. Lengo lilikuwa kujadili umuhimu wa barabara za kitaifa na za majimbo pamoja na barabara zinazosaidia usafirishaji wa vyakula. Kilalo inayounganisha Taliha na eneo la Musuti pia na eneo la Katahi pa Musindi katika mtaa wa Lubero liliporomoka. Shirika la raia inaonya kwa ajili ya matokeo ya kiuchumi ya anguko hili ambalo ni muhimu katika eneo linalounganisha Kamandi na Lunyasenge, miji miwili mikubwa. Shirika hili linatoa wito kwa ukarabataji wa haraka wa kilalo hili. Fuata mwanamemba wa shirika hilo. Hii ni kilalo ya Riviere Taliha yenye na relie lokalite Musuti na lokalite Katali. Make ile Riviere ni akabambi sana. Jenye naendea make gisi unaona gisi nashuka pale, bahari iko pale chini tu. Bahari iko pale chini. Gisi vile iko na yala ni hatari sana.
na motonjo zile zinanja vuka ndani. Hii kilalo ilikuwa inasaidia sana population ya kutoka Lunyasenge kuenda Kamandi. Sekex Grabene kule hakungali tena njia. Kule mishakuwa hatari. Ni maafera kuzama tena inaanza. Tulipataka wafadhili wa Meder. Walikuwa wametusaidia kujenga ile kilalo, watu ndio wameshaishia pale ba mingi sana. Fula jole mshakibeba tena, watu wameshanja mateso ya zamani, wanaanza kuvukisha mamoto mumai. Na kuna wakati vule inanyesha huku Grano, inafika kule chini nesha kuwa nani rivere nesha yala sana. Watu wanakosema wafaya na kuzama vile tunajua kuzama. Hapa hatujua kama population mara hiyo tutashikamata wakulima kama watakuwa navuka namna gani. Mshauri mkuu wa Rais Felix Tshisekedi kuhusu majengo alitembelea mji wa Bunya huko Ituri tarehe 19 mwezi huu ili kuangalia miradi ya majengo huko. Alieleza kurijishwa na maendeleo ya kazi inayoendelea katika jimbo hilo ingawa hali ya kuzingirwa. Ni mwisho wa taarifa hizi toka Kivu Morning Post TV. Asante kwako wewe ambaye uliyetufuata. Kwa heri.